Haleluya. Haleluya. Kuna kitu naona maandiko ni marefu sana, lakini kuna kitu nataka twende ili Mungu akitupa neema baadaye tuweze kusoma somo lingine pia kwa habari ya kukazia somo hili ya kulisikia sauti na kufuata maelekezo. Sikia nikwambie kitu. Musa, nikitafakari habari zake na kwa safari tuliyobaki nayo katika ulimwengu huu ya kwenda mbinguni, tuna kazi kubwa sana. Endapo kama hatutaweza kuwa tunatenga muda wa kumsikiliza Mungu na kusikiliza pia wale wanaotuongoza katika safari tuliyoko nayo, hujanielewa vizuri. Haleluya. Haleluya. Kwa kipindi tulicho nacho, nikitafakari sana kwa habari za Musa, nikilinganisha kwa wakati ule, ni kweli mtu mwingine anaweza kusema wakati ule Yesu alikuwa hajatokea, Roho Mtakatifu alikuwa hajaja. Mimi nakataa. Ni kweli Roho Mtakatifu alikuwa hajaja, lakini kulikuwa na kitu ndani ya Mungu na Musa. Haleluya. Na ndio maana Musa akafanyika kama vile Mungu. Haleluya. Baadaye tutakuja kugundua kwenye masomo kama tutafika huko, wakati wa kuendelea kubishana Mungu na Musa. Wewe unaweza kuhesabu ni ubishi, lakini Musa kuna kitu alikuwa anakitafuta. Musa alikuwa anatafuta uhakika wa safari. Sema amina. Haleluya. Musa alitaka kuhakikisha uhakika wa safari kwamba nitafanyaje na itakuwaje, na ilimsaidia Musa. Haleluya. Ambacho hicho kitu tunakihitaji pia kwa safari tulionayo ya kwenda mbinguni. Sema amina. Sema amina. Ni kweli unaweza kusema kwamba wakati ule Bwana Roho Mtakatifu alikuwa hayupo, ndio maana alikuwa anatumika kwa Musa. Mimi nakataa, kwa sababu yuko Mungu pia alizungumza na kina Samueli. Hapo ni Roho Mtakatifu anatembea na nani? Na kina Samueli. Lakini kilio kikubwa cha leo, natamani tujue sauti ya Mungu na kufuata maelekezo ili tuzione faida. Haleluya. Kumbukumbu la Torati inazungumza kwa habari ya kusema utakapoisikiliza sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza kufanya maagizo atakayokuagiza. Hivi leo, kwa nini tunakutunza maagizo? Kwa nini tunakuisikiliza sauti na kufuata maelekezo? Haleluya. Sasa tunajifunza nini kwa Musa? Musa, maandiko yanapotufundisha kwamba Musa alikuwa ni kiumbe ambaye alikuwa amejidharau kwa sehemu, lakini Mungu alikuwa amemtengeneza kwa kusudi. Ndio maana ukisikia hoja za Musa na Mungu, hata wewe ungeitwa ukaambiwa kwamba hebu tusaidie mawazo yako. Ni kweli Musa alikuwa na pointi nzuri sana. Haleluya. Utasoma baadaye kwa wakati wako kama hatutasoma. Musa alikuwa na pointi nzuri. Ilifikia tu akamwambia Mungu, mimi siwezi. Kwa sauti yangu Mungu, mimi siwezi. Natamani Mungu mtumie mtu mwingine. Na hata Mungu alipomwambia kwamba akakasirika, akamwonyesha ishara fulani, akamwambia hebu soma mtu wa Mungu, tusiende mbali. Ukaniambia mbona sijaisoma hiyo? Endelea mbele. Naomba usome ukurasa wote kusudi tufafanue baadaye, tubaki tunapita tu kwenye pointi zilizosoma. Haleluya. Haleluya. Kuna kitu unapokea mtu wa Mungu? Kuna kitu unapokea leo? Leo tunatamani tutoke hapa tukiwa watu wengine. Haleluya. Neno la Bwana haliji bure. Sema amina. Wapo wakina Musa hapa. Haleluya. Wakati mwingine wanajidharau. Haleluya. Kuna kitu Mungu ameweka ndani yako. Haleluya. Acha kujiuliza maswali. Haleluya. Amen. Twende mtu wa Mungu. Hiyo malizia sura yote. Kutoka hiyo sura ya 3 malizia sura yote. Alafu baadaye kuna kitu tutazungumza kwa habari. Hebu rudi kwenye kama mstari wa Yesu. Hebu rudi kwenye 15. Kutoka 15. Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli maneno haya. Bwana Mungu wa baba zenu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, amenituma kwenu. Hili ndilo jina langu hata milele. Ngoja, kuna kitu nitamani tukizungumze kwa habari ya wana wa Israeli. Safari yetu tumesema kwamba inafananishwa na ya wana wa Israeli. Na hapa naweza nikasema wewe ndiyo mwana wa Israeli. Haleluya. Wewe ndiyo mwana wa Israeli. Mungu wa baba yako anazungumza. Leo tunaweza tukasubutu kusema kwamba kuna Mungu wa Askofu Shilima. Haleluya. Kuna kitu fulani nimejifunza kwa habari ya kuwasikiliza pia watumishi wa Mungu. Hata kama mtumishi wa Mungu wakati mwingine alipoteza kama vile ya kujikatia tamaa kwa ile hali aliyokuwa akipitia labda ya maisha yake, lakini kuna kitu Mungu alikuwa anakizungumza kwa habari ya kuwathibitishia wana wa Israeli. Haleluya. Kwa habari ya kuambia wana wa Israeli kwamba msiogope, ni mimi Mungu wenu, ni mimi Mungu wa mahali fulani. Haleluya.
Sasa nataka nirudi kwenye pointi ya wakina Musa tulioko hapa. Haleluya. Kuna wakina Musa wengi tuko hapa leo ambao Mungu alikutengeneza kwa namna ulivyo hivyo leo. Wakati mwingine umeangalia jinsi ulivyo ukadhoofika. Haleluya. Ukajikatia tamaa. Wewe ni mwanadamu tu, ukasema mimi siwezi kwenda. Lakini Mungu amekutengeneza kwa kusudi. Haleluya. Naomba twende kutoka hiyo sura ya 4. Tutazame maajabu pia kidogo ambayo Musa kutoka hiyo anza tu mstari huo wa kwanza, alafu nafikiri mstari mitatu tu, alafu kuna kitu tutazungumza. Haleluya. Kichwa cha somo letu, kuisikia sauti na kufuata maelekezo kuna faida. Haleluya. Mimi nimeiona kwangu, sema amina. Amen. Amen. Kutoka 4 mstari wa kwanza. Musa akajibu akasema, lakini tazama hawataniamini. Tazama Mungu hawataniamini mimi, wala hawataisikia sauti yangu. Wala hawataisikia hii sauti yangu Mungu nayozungumza mimi. Maana watasema, Bwana hakututokea. Bwana akamwambia, ni nini hiyo ulio nayo mkononi mwako? Subiri. Leo ningeweza kusema Bwana mimi hawatanisikia. Hawatanisikia. Mungu ni nini? Fikiria Musa aliongea na Mungu maneno mengi kule mwanzo. Na ni Mungu alimtokea live, acha wewe unayeota ndoto. Labda atakusikia sauti ya Mungu kupitia kwenye Biblia. Lakini live walizungumza. Lakini anafika mbele kwenye hii sura ya 4, anataka kama kujitetea kwa Mungu. Haleluya. Sijui unasikia? Amen. Tuendelee mtu wa Mungu. Akasema ni fimbo. Mungu anamuuliza una nini sasa Musa? Akamwambia, itupe chini. Itupe chini hiyo fimbo. Akaitupa chini, nayo ikawa nyoka. Nayo ikawa nyoka. Fimbo yake ya siku zote aliyokuwa nayo akichungia ng'ombe tu. Musa akakimbia mbele yake. Akakimbia kaiogopa fimbo aliyokuwa nayo. Bwana akamwambia Musa, nyoosha mkono wako, kamshike mkia. Kumbuka naongelea maelekezo. Haleluya. Kuisikia sauti na kufuata nini? Maelekezo kuna faida. Akaunyosha mkono wake, akamshika. Angeweza kushika mahali popote, akashika tumboni, akashika kichwani, lakini kuna maelekezo ya Mungu. Akamwambia Musa, nyosha mkono wako, kamata mkia. Haleluya. Nayo ikageuka kuwa fimbo mkononi mwake. Na ile nyoka ikageuka ikawa fimbo. Nafikiri moyo wa Musa kaanza kudunda. Haleluya. Hayo ni maajabu ya Mungu. Ngoja kidogo. Nilikwambia mwanzoni hivi, Mungu ana uwezo wa kufanya kitu chochote, amekitengeneza yeye. Haleluya. Na anaweza akatumia kitu chochote. Sema amina. Sema amina. Amen. Tuendelee mtu wa Mungu. Ili kwamba wapate kusadiki ya kwamba Bwana Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amekutokea. Mungu alikuwa anajaribu kumwambia Musa ajipe moyo, asiogope. Anajaribu kumuonyesha ishara na maajabu kwamba watakuamini. Lakini pia kuna kamoyo kalijengwa kwa Musa. Haleluya. 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 Ngoja kabla sijapoteza pointi fulani. Kuna dada mmoja nimemwona anaitwa nani? Yule dada alikuja alikuwa mgonjwa sana yule pale, anaitwa nani jina lake? Mungu anamjua. Punga mkono dada huko uliko. Haleluya. Sikia. Musa akaambiwa tupa fimbo chini. Una nini mkononi? Yaani badala ya kumhoji Mungu maswali, mimi siendi, tazama wataniambia, kwambia nenda. Lakini Musa unaweza kuona kama alikuwa mbishi, lakini kuna vitu alikuwa anavitafuta kwa Mungu. Haleluya. Yamkini isingetokea asingemuuliza swali, hiyo fimbo tusingeona kwamba ingegeuka kuwa nyoka. Sema amina. Kuna wakati unataka kumhoji Mungu. Haleluya. Lakini pia baada ya ile fimbo kubadilika, kuna imani ilijengwa kwa nani? Kwa Musa. Sema amina. Kwa nini nimemnyosha kidole yule dada? Haleluya. Haleluya. Kuna mambo Mungu anayafanya mahali hapa ambayo sasa tunatakiwa pia na sisi tuwe na imani na Mungu. Haleluya. Na tuwe na imani na Musa. Sema amina. Haleluya. 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 Usiposema amina kubwa utafanya nitoke hapa mbele ya kamera nikufuate huko. Sema amina. Na mimi leo nimeamua kujituliza. Haleluya. Nafikiri hata askofu wangu anashangaa. Sema amina. Haleluya. Haleluya. Kuna kitu natamani mtu wa Mungu kipokee leo. Sema amina. Sema amina. Usisubiri mpaka Bwana afanye maajabu tu ndio uamini. Haleluya. Basi hata kama ni hivyo basi Bwana amefanya. Haleluya. Huo ni ushuhuda unaotendea. Haleluya. Mwingine ni ushuhuda wa Jackson. Mimi sitaacha kuzungumza.
Ni mambo yamefanyika. Kuna kitu natamani utoke hapa ukiwa umekibeba. Sema amina. Haleluya. Ni kweli Musa wa kipindi kile ameondoka, lakini mwingine amezaliwa. Sema amina. Na tunaye, na ndio maana uko hapa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ngoja niende taratibu ili nibaki na kitu Bwana afanye. Twende mtu wa Mungu. Bwana akamwambia tena, sasa tia mkono wako kifuani mwako. Mungu akamwambia tena Musa, tia mkono wako kifuani mwako. Kifuani mwako, sio mwako, sio kwangu mimi Mungu, kwako mwenyewe Musa. Haleluya. Akautia mkono wake kifuani mwake. Naye alipoutoa kumbe, mkono wake ulikuwa unaukoma. Kumbe kifua chake kina uchawi. Ni kifua chake mwenyewe lakini kina ubaya. Haleluya. Umekuwa mweupe kama theluji. Akasema, tia mkono wako kifuani mwako tena. Tena huko kuna dawa. Akautia mkono wake kifuani mwake tena. Na alipoutoa kifuani mwake kumbe umerudia hali ya mwili wake. Haleluya. Amen. Sema amen. Amen. Hapo ulipo Mungu anaweza kufanya kitu chochote. Yaani huko hivyo ulivyo, Mungu anaweza kufanya kitu chochote. Tunaongelea habari ya kusikia sauti. Musa angeweza kukimbia na piga kelele, jamani, mfimbo yangu sasa imegeuka nyoka, lakini alikuwa na tabia ya kusikia sauti na kufuata nini? Maelekezo ya Mungu. Sema amen. Akafuata maelekezo, kamata mkia, akakamata. Baada ya hapo akamwambia Musa, umeona? Musa nafikiri moyo wako ukaendelea kujengwa. Lakini baada hapo akamwambia, haya, mkono wako weka kifuani. Ni kifua chake cha muda mrefu, lakini kikashangaza akili za Musa. Anashangaa kuona mkono wake umebadilika tayari. Akaanza nafikiri anaweza kujiuliza maswali, Mungu wangu, sasa naanza kuambia nimenajisika tena wapi? Lakini Mungu akaangalia moyo wa Musa, akamwambia arudisha tena. Kifua cha Musa kikageuka kuwa hospitali. Haleluya. Kikageuka kuwa dawa tena. Sema amina. Mungu anaweza kufanya kitu chochote. Haleluya. Isipokuwa uisikie sauti na ufuate maelekezo. Sema amina. Tunaangamia kwa sababu pia hatufuati nini? Maelekezo. Haleluya. 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 Sasa turudi kwenye pointi. Musa angeweza kufanya chochote, au Mungu angeweza kufanya chochote kwa mtu yoyote. Lakini kuna kitu Mungu alitaka kwetu leo tujifunze. Haleluya. Ndio maana wakati juzi na tafakari ile andiko, ila ni tabia yangu, sipendi kumdharau mtu yoyote. Sema amina. Kwa sababu ninaogopa sana. Aliumbwa na Mungu, mimi sikuwepo. Hata kama awe na kitu au asiwe na kitu, nina tabia kumheshimu Mungu. Haleluya. Wakati alipomuumba na kumtengeneza, mimi sikuwepo. Anatembea yukoje, mimi sikuwepo. Kwa hiyo sina tabia hiyo pia ya kumdharau mtu. Sema amina. Ni uumbaji wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Sasa sikia, Musa, haya yote yanafanyika lengo tujifunze sisi. Sema amen. Endelea mtu wa Mungu, kuna kitu natamani tukisema lakini tuka tumekisoma. Basi itakuwa wasipokusadiki wala kuisikiliza sauti ya ishara ya kwanza, wataisikiliza sauti ya ishara ya pili. Basi wasipokusadiki, basi msipomsadiki mtumishi wa Mungu, kwa vile kwamba aliitwa, tumekuwa ni kweli kabisa, hata mimi siwezi kukuhukumu katika kujadili. Ni kweli kabisa, endelea kujadili na kuhoji. Lakini pia usiposadiki kwamba hapa nilipo ni sahihi, usiposadiki kwa muujiza huu mmoja tu, basi usadiki kwenye muujiza huu wa pili pia. Sema amina. Haleluya. Kuna siku moja Dr. Mlai alishuhudia ushuhuda fulani na ukanijenga, ile yeye hakujua. Alikuwa anafundisha somo moja hivi, akasema tumshukuru Mungu pia kwa wale waliopewa maarifa kwa habari ya kutengeneza gari. Ni muda mrefu sana. Alifunuliwa na Mungu atupe neema pia ya kushukuru. Haleluya. Kwa mfano, ningetembea kutoka Mulieti, ningekuwa sijafika hapa. Lakini kwa neema ya Mungu aliwapa watu ufunuo, wakapata neema, wakatengeneza, wakapata maarifa, wakatengeneza. Leo tunaweza tukahubiri mpaka aliyoko nje akasikia. Ni maarifa ya watu. Kwa hiyo haina budi kunungunika kwa sababu sina, na paswa tu kumshukuru Mungu kwa ajili ya hao watu pia waliofanya. Sema amina. Kwa hiyo tukirudi pia kwenye pointi, leo tuko hapa lakini yuko mtu mmoja. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yuko mtu mmoja, haleluya, aliyekaa chini, aliyetulia, aliyekubali kupigwa. Sikia, nilikuwa najua ni Yesu alipigwa peke yake, lakini juzi nikawa na tafakari pia kwa habari ya watumishi wanavyopigwa. Sema amina. Sema amina. Kwa namna ambavyo wanachukuliwa pia. Haleluya. Lakini anang'ang'ana tu, anasema hapana, acha niende. Sema amina. Anang'ang'ana, anasema acha nifanye. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Sikia, Musa alitafuta kujificha, sema amina. Lakini Mungu akasema ngoja, asante. Mimi sina nilichokibatiza tena. Nimebaki na neno moja tu la kuihubiri Injili. Kama ni kuzaa nimezaa, kama ni zile starehe tayari nilishapata. Kwa hiyo kilichobaki nabaki na ihubiri Injili. Sema amina. Alafu hakuna injili nzuri ambayo bado hutaki kitu kwa mtu. Haleluya. Ni unataka kwa Bwana, sema amina. Haleluya, haleluya. Sikia, Musa alitaka kujificha kwa namna fulani. Alitaka kujificha kwa vile alivyokuwa, lakini Mungu kumbe alimtengeneza kwa sababu, sema amina. Kwani baadaye analalamika. Hebu soma mtu wa Mungu. Hata kama Mungu alimwambia kuna mtu fulani, twende mtu wa Mungu. Haleluya. Amen. Namfurahia Yesu, nampenda sana. Kisha itakuwa wasipoamini hata ishara hizo mbili wala kuisikiliza sauti yako, basi atoe maji ya mtoni uyamwage juu ya nchi kavu, na yale maji uyatoayo mtoni yatakuwa damu juu ya nchi kavu. Ngoja kidogo. Kuna watu tumekuwa tukibeza sana unabii. Wachungaji tupo, tumekuwa tukibeza unabii na ufunuo. Mtu mmoja akasema hizo ni huduma za kihuni. Lakini hapa ni Mungu alikuwa anamwambia Musa. Ni kama alikuwa anatengeneza kwa namna fulani, leo tungesema ni kama uganga. Haleluya. Ndio maana Dr. Mlai anaweza kufunuliwa na Mungu. Alinipa ufunuo mmoja, akasema ngoja nisiuseme hapa, usiende kufanya sawa, mpaka na wewe atumiwe sasa, sisi tukatumia mimi kwa unabii wangu. Haleluya. Lakini Mungu alikuwa anamwambia Musa ni kama vile uganga fulani alikuwa anatumika. Anamwambia kama uganga. Leo kuna mtu anaweza kumwambia Bwana ameniambia hivi, au Mungu ameniambia hivi. Kumekuwa na changamoto moja ilitokea kule kwetu ya kwamba kuna madhabahu yalitengenezwa, lakini nikagundua pia yule mtu alikuwa kwenye ufinyo wa ufahamu wake. Haleluya. Lakini kama angesoma maandiko hata kwa habari ya Musa na Mungu, kuna vitu Mungu alikuwa anamwelekeza Musa. Haleluya. Anamwambia chukua maji, fanya hivi, chukua vumbi, chukua fanya hivi. Kwa hali ya kawaida ya mwanadamu tungesema ni ushirikina, sema amina. Lakini ni vitu viko ndani ya Mungu. Haleluya. Acha nikwambie kitu, mtu wa Mungu. Hivyo ulivyoumbwa, Mungu anaweza akafanya kitu hapo hapo ulipo. Haleluya. Huo mkono wako akatumia tu kwa chochote anachotaka. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Twende mtu wa Mungu, twende. Kwa hiyo nilitamani kwenye hii pointi ukamate hivi. Musa anapokuelekeza fanya hivi, wewe fanya. Amina. Amen. Askofu anapokuelekeza, napoongelea Musa, hatuna Musa najua unanielewa, sema amina. Kiongozi aliyewekwa na Mungu mbele yako anapokuelekeza fanya hivi, maana ndio sauti ya Mungu. Japo wengine tumebaki kwenye ubishi kwamba mimi Bwana nina roho wangu mtakatifu, ni sawa kabisa. Wakati mwingine tunasema hivi, mimi niko chini, hata hivi mimi nilivyo, niko chini ya Askofu Liberty Shilima, lakini naweza nikaona maono, siwezi kuyapeleka mazima kwa meli, nitapitia kwa Askofu Liberty Shilima. Halafu maana ndio baba yangu wa kiroho, sema amina. Hata kama kuna vitu nimejifunza kwa Dr. Mlai, kiumri yawezekana ni mkubwa, lakini anapoona mambo ya kiroho kuna ile kutii na kunyenyekea kwa kiongozi aliyoko mbele yake, sema amina. Kuna ile kufuata maelekezo ya Musa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sasa tunakuta Musa anapewa maelekezo na nani? Na Mungu, ili kusudi aende sawa sawa na vile Mungu anataka. Sema amina. Twende mtu wa Mungu, soma tena. Haleluya. Amen. Musa akamwambia Bwana, Bwana, mimi si msemaji tokea zamani. Asante. Wala tokea hapo uliposema na mtumishi. Ongeza sauti tu, ni wivu ya Alisa. Amejua tumegusa mahali. Haleluya. Amen. Sana ambia Bwana, Bwana, mimi si msemaji wala tokea hapo uliposema na mtumishi wako, maana mimi si mwepesi wa kusema na ulimi wangu ni mzito. Musa alikuwa anajaribu kujitetea na Mungu alimtengeneza Musa. Leo ningeweza kusema Mungu, mimi nitasimamaje pale? Mimi kwanza ni mfupi Mungu. Mimi kwanza Mungu, mimi ni mweusi Mungu. Mimi Mungu nitasemaje, watanielewaje? Pale kwanza Dr. Mlai, sikia mpaka ameitwa Dr. Mlai, amesoma Mungu. Ukiangalia wale watu wako hivi na hivi Mungu, lakini Mungu anasema wewe nenda tu. Twende. Akamwambiaje Mungu? Bwana akamwambia, ni nani aliyekifanya kinywa cha mwanadamu? Ni nani aliyekifanya kinywa cha mwanadamu? Haleluya. Au ni nani afanyaye mtu kuwa bubu au kiziwi? Asante. Nani anayefanya Mungu
Mtu yoyote awe bubu awe kiziwi ni nani? Au mwenye kuona, au kwa kipofu. Si mimi Bwana. Si mimi Bwana. Basi sasa enenda, nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na kukufundisha utakalo linena. Asante. Akamwambia basi nenda, nitakufundisha. Japo kule mbele alimpa mtu anamwambia nenda utamkuta Haruni. Huyu atakuwa kama mkalimani wako. Lakini nataka nibaki kwenye pointi. Kuisikiliza sauti na kufuata maelekezo kuna faida. Haleluya. Musa akasikiliza maelekezo kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Ukiendelea kusoma hayo maandiko utakuta kule mbele kila alichoelekezwa Musa alikifuata. Haleluya. Haleluya. Sikia nikwambie kitu, mtu wa Mungu. Aliyemtengeneza mtu ni Mungu. Aliyemuumba mtu ni Mungu. Lakini kuna kitu natamani nikiseme kwa habari la kanisa la leo na kwa habari ya mitume au na Musa tuliopewa. Haleluya. Kwa nini wakati mwingine tunafeli pia kihuduma? Tunafeli pia kimaisha. Wakati mwingine tumekaidi zile sauti za kina Musa. Haleluya. Ukisikiliza, ukisoma mpaka kule mwisho, japo sijajua kama nitafika kule, tunakutana na Musa hata wakati anawatoa wana wa Israeli wanaondoka. Musa hakwenda kwa akili yake. Na hicho kitu nimekuja kujikuta Yerusalemu pia. Sema amina. Sema amina. Kuna wakati fulani nafikiri kwenye shuhuda za mwenyekiti wetu wa mama tutakumshia hilo pia. Aliugua sana, lakini wakati wa kuugua mimi nilikuwa na maswali, nilikuwa namuuliza tu askofu. Nilikuwa namfuata tu namuuliza askofu, namwambia askofu, mimi atapona kweli? Na yeye hana maneno mengi. Anakuambia atapona. Mchungaji, hivi akifa na ndio mwenyekiti wa mama na kanisa hivi itakuwaje mchungaji? Maneno machache tutasema atapona. Sikia. Kwa nini alikuwa naamini? Ana uhakika na Mungu wake. Leo tumefanya vitu vingi bila kusikiliza sauti na kufuata maelekezo. Haleluya. Kuna vitu vingi tumevifanya na matokeo yake tumeambulia hasara. Sema amina. Hakuna kitu kibaya kama kudharau Musa aliyoko mbele yako. Usinichukie sasa. Sasa mbona unaona? Si ucheke tu. Haleluya. Kwani ukicheka na kufuata maelekezo faida si ya kwako? Ngoja nikupe ushuhuda. Ninampenda Mungu kwa sababu na ninakufundisha kitu ambacho mimi ninakifanya. Napenda sana kumsikiliza Mungu na kufuata maelekezo yake. Japo kuna vita mbele vinakuja. Na hivyo navyo havikunivunja moyo pia. Haleluya. Kuna wimbo fulani napenda kuimba, vita hivi ni vyako. Niliupata miaka mingi kidogo iliyopita. Lakini kulikuwa na somo Mungu alikuwa ananifundisha. Alikuwa ananifundisha kitu fulani, anambia vita si vyako. Wewe songa mbele, fanya kitu. Kwa hiyo wakati nafanya moyo mgumu, nikapewa wimbo kabisa, nikaurekodi kwa niaba kwamba nisisahau tena. Haleluya. Sikia, nimejifunza pia kwa upande kama wa hasa mwanamke. Tunapopata ujauzito, tunapata matatizo mengi. Kuna mwingine atakangana asitoke, kuna mwingine atateseka kanyama alikuwa anakula hadi tena, kuna mwingine atafanya hivi. Huwa kuna maumivu yanakuja. Lakini baadaye baada ya kupata mtoto na kushangilia. Haleluya. Sasa na kwenye kumsikiliza Mungu pia. Tunapokutana kwa mfano unapoendelea kusoma habari za Musa, wakati anaendelea kuambiwa na Mungu kwamba nenda. Na ndio maana baadaye ya pili tutasoma, akamwambia Musa usiogope. Nimeufanya moyo wa Farao kuwa mgumu. Yale maneno aliyafanya kwa sababu kumwambia Musa tembee kwa furaha. Sema amina. Asivunjike moyo wakati anamwambia Farao alafu anawazungusha. Haleluya. Lakini ngoja nikwambie, kabla haujafika kwenye baraka huwa kuna vita. Haleluya. Lakini unachopaswa kufanya ni kusikia sauti na kufuata maelekezo. Haleluya. Yule dada Joanita ndio tu bila direction ya Mungu. Ndio maana alikuwa anataka kupata uhakika kwa Mungu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Acha nikwambie mtu wa Mungu, ni kweli kwa mfano asubuhi ulitoka nyumbani, ulisikia sauti nenda kanisani. Lakini hapa unataka kufuata maelekezo ya kile ulichokuja kukipokea wapi? Kanisani. Natamani tunapotoka hapa leo, hatutatoka vile tulivyo. Sema amen. Kuna kitu Mungu ameleta cha kipekee sana. Haleluya. Kuna kitu Mungu anataka afanye kwa watu wake. Haleluya. Sikia, kuna vitu nilikuwa nashangaa nikitafakari nikiangalia. Kwa mfano alipoitwa mtumishi wa Mungu wewe hukuwepo. Alimpita kwenye mapito magumu wewe hukuwepo. Lakini umekuja kufurahia tu matunda. Lakini baada katika matunda hayo hauthamini kile alichokibeba. Sema amina. Hauthamini kile alichoko nacho. Haleluya. Na hiyo haijaanza leo. Sema amina. Sema amina. Iwe mvua, iwe matope, iwe kiangazi, iwe joto, iwe baridi,
wanafanya, tusema amina. Lakini basi usiposadiki ule muujiza wa kwanza, basi usadiki huu wa pili. Haleluya, haleluya. Sijaona Joanita kichanjwa chale, sema amina, sema amina. Hata wewe unaoshuhudia kwenye maisha yako, haleluya. Sasa nini kinakufanya uwe na wasiwasi? Mwambie mwenzako, sitaki wasiwasi tena. Haleluya, nataka nifike nchi ya ahadi. Haleluya. Ni kweli walianza safari wako wengi, lakini wengine hawakufika. Nisingetamani wewe uwe mmoja wapo wa wale ambao hawajafika. Natamani uwe miongoni mwa wale wakina Caleb waliofikia nchi ya ahadi. Haleluya. Ni kweli wakati mwingine kuna mazoea, lakini kama kuna vitu vya kuchunga, hata tukiwaga na Mungu namwambia kama kuna vitu vya kuchunga, ni vya kuchunga kuhusu mtumishi wa Mungu. Haleluya. Nitakuchunga kuhusu mpaka mafuta wa Bwana. Sema amen. Haleluya. Nitakuchunga, sema amina. Wakati wanapokaa vikao, wakati wanapozungumza vitu fulani. Ndio maana kuna siku nilifundisha somo nasema kwamba tafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Alafu yani ulinde ile amani yako ndani ya moyo. Yaani ukae kwa bidii kwa Mungu, lakini sana ukiwa unatafuta kulinda ile amani yako na Mungu. Kwa nini? Kuna vitu ambavyo wakati mwingine utalazimishwa kutenda dhambi pasipo kukusudia. Haleluya. Halafu unakaa mbali na Mungu pasipo kukusudia. Sema amina. Halafu baraka zako zinakuwa mbali na wewe. Haleluya. Haleluya. Najua kuna wakina Musa wengi hapa ambao kiangalia mazingira yake ni yeye na anasema na mimi nilipoumbwa, mimi kwanza hata kwetu hakuna historia ya ulokole. Hakuna historia ya utumishi. Wewe Mungu nataka kuniita uniite nifanye nini? Kwanza nitaongea nini katikati ya wale watu? Haleluya. Sikia, wakati Mungu ananiambia nitakuwa mwinjilisti wa kimataifa. Haleluya. Kibinadamu nilirudi kwenye akili ya kawaida. Nikasema haya mengine ni mawazo tu ya akili zangu. Naanzia wapi? Chuo cha Biblia mimi sijaenda. Hivi inakuwaje? Hivi inakuwaje? Lakini kumbe aliyekuwapa hekima watengeneze chuo watu si ni Mungu? Aliyewapa hizo akili si ni Mungu? Kwani Mungu hawezi kunifundisha kile ambacho wewe umekufundisha? Isipokuwa ni kufuata nini? Maelekezo. Sema amina. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tenga muda wa kumsikiliza Mungu na ufuate maelekezo utapona. Sema amina. Sikiliza Musa wako ameelekeza nini na Mungu kwa ajili yako. Haleluya. Wakati mwingine tunaangamia kwa sababu pia ya kudharau vitu fulani. Sema amina. Sema amina. Sasa Musa anakata tamaa. Musa anavunjika moyo, lakini Mungu anamwambia nenda, ni mimi niliyekutengeneza. Kuna kitu Mungu alitaka kumtia moyo mtu mahali fulani. Sema amina. Kwa nini nilikuwa nazungumza kwa habari ya Joanita na miujiza ambayo imetendeka hapa? Mimi jamani, kiukweli natamani niongee ushuhuda huu hata kama baadaye na nitatoa pia sadaka ya shukrani. Mimi nimemwona Mungu tangu nilipookoka. Nimejifunza kumsikiliza Mungu. Hata kama nitapita kwenye magumu fulani, lakini nimejifunza kumsikiliza Mungu na kufuata maelekezo. Wakati naingia hapa kanisani, kiukweli sikuingia kwa akili zangu. Niliingia kwa akili ya mtu fulani. Lakini baadaye wakati naendelea kukaa na kutafakari, nikasikia Mungu akisema na mimi kitu fulani. Siko hapa labda kwa sababu unazozijua wewe. Unajua mwanadamu hata wakati Musa analeta hizo hoja kwamba Mungu, mimi siwezi kwenda pale, mtumie huyo Haruni. Hata mimi wangeniuliza kama shahidi, ningesema kweli Mungu, si mtumie huyo Haruni. Lakini kumbe Mungu kuna kitu alitaka kukitengeneza kwa ajili yetu pia. Haleluya. Kiukweli kuna saa unafika hatua kibinadamu unaweza kuzofika, lakini ukienda kwenye ulimwengu wa roho unajazwa nguvu na unatiwa nguvu kwa upande wa pili. Sema amina. Kwa sababu kazi unayoifanya sio ya kwako, atakupa namna ya kufanya. Haleluya. Sasa wakati naendelea kumsikiliza Mungu, kuna vitu fulani alikuwa akinieleza hapa. Hatupo kwa bahati mbaya na hatupo pia kwa sababu unazozijua wewe nilishakwambia. Tupo kwa sababu ya kusudi la Mungu. Na kusudi la Mungu ni kuyafanya mapenzi yake. Sema amina. Nimtie moyo mwanamke aliyoko hapa. Tena wala yani kwanza hatujatosheka na wala haijafaka tutabaki vitu hivyo. Kwa kile kilichoko hapa, tunapaswa kuambia watu wengine wanaoteseka kule nje waje wapokee. Sema amina. Mimi kuna vitu vingi sana nimeviona nikiwa hapa, ila nashindwa kuelewa ni kwa nini nashindwa kuamini. Haleluya. Musa alikuwa na mawazo na wasiwasi, lakini Mungu akampa namna ambavyo Musa anaweza kumwamini. Sema amina. Haijalishi kulikuwa na mawimbi gani yanapita, na kwenda aliangalia kwenye ulimwengu wa mwili,
akaona hivi wataniona hivi, itakuwaje hivi nitakapoanza kuongea neno moja kwa masaa mawili, yule Farao kale atanielewa. Lakini Mungu akamwambia, ni mimi niliyetengeneza huyu ndugu, ni mimi niliyemuumba huyu. Kwa hiyo haina maana wewe kuwa na mawazo. Wewe nenda tu, nenda, nimekutuma wewe, nimekutengeneza wewe. Sasa tunarudi kwenye upande wa makuhani au wa Musa tulioko nao. Tunapaswa kuingia kwenye toba ya kweli na kunyenyekea. Sikia, ni kweli kwa safari hii, kwa wakati huu, wala kwa kizazi hiki, hakuna ukoma unaoonekana kwa watu. Hasa wanapokaa vikao na kuzungumza maneno mabaya juu ya wapaka mafuta wa Bwana. Basi usipoamini ameitwa, basi siamini zile kazi. Haleluya! Usipoamini aliitwa, yaamini yale ambayo Mungu anafanya. Haleluya! Hata kwa wewe tu kwa kutoka nyumbani na kufika hapa, amini pia ni muujiza. Sema amina. Amini pia ameitwa. Haleluya! Kadri utakavyoamini ndivyo utakavyopokea pia. Sema amina. Haleluya, haleluya. Kuna kitu kinaniuma kwenye moyo pale ambapo tunamsaidia Mungu kazi. Sikia, Musa alitaka kumsaidia Mungu kazi. Akamwambia Mungu, naomba umtume Haruni. Nenda kamtume Haruni. Huyo ungemwambia huyo uko ndani saidie, kwa unataka kunipa mimi saidie kwa yule. Mungu akakasirika. Kuna vitu vingi ambavyo wakati mwingine tunaweza tukamkosoa Mungu kwa vitu fulani juu ya mitume na manabii waliotumwa kwetu. Asubuhi ya leo usipokee kawaida. Kuna vitu Mungu anataka afanye, lakini mioyo yetu imekuwa na mashaka. Ukimuuliza kila kuja hapa, ni kweli kuna wale wamekuja kwa moyo kabisa kutaka kumsikiliza Mungu, na hao hawana mashaka, na hao hawana wasiwasi. Lakini kuna wale wengine wamekuja ili watuulize kwa nini hujaja kanisani, na kuna wale kuja wamependa tu kuja kanisani, lakini sio mtu wa namna hiyo. Sema amina. Kwa hapa hiki ni chuo. Tunakuja kujifunza kwa ajili ya watu wengine. Haleluya. Tunakuja kujifunza namna gani tuendee mji. Sema amina. Acha moyo mgumu. Acha kujidhalau. Acha kupata tamaa. Acha kujizofisha mwenyewe. Haleluya. Nilifika tu nikamwambia roho kujizofisha na taa kwa jina la Yesu. Sema amina. Na bado naendelea kumuona Mungu, na bado nitamuona Mungu sana. Sema haleluya. Mimi labda niseme hivi. Kwa habari ya mpaka mafuta wa Bwana. Mimi Bwana, nikisema Bwana alimtokea, sina wasiwasi wewe utajadili vipi. Bado tujijadili kama ulivyo, kwa sababu ni kawaida ya wanadamu, na wala hatuwezi kumaliza fahamu zao na akili zao, ndivyo walivyo. Lakini Bwana alinitokea, nenda pale, ni kwa mtumishi wangu. Lakini wakati naingia hapa, yale niliyoambiwa na Bwana na yaliyopo vikao kama vitu viwili tofauti. Lakini kilichoniponya ni kumsikiliza Mungu na kutii maelekezo ya Mungu na kuamini Musa yuko hapa. Haleluya. Na kuamini kuna Mungu yuko hapa. Sema amen. Sasa ngoja nikwambie kitu. Katika kuendelea kuamini, nikamwambia sawa Mungu, nilikuwa naniambia pale wewe upo, lakini angalia mazingira yangu. Angalia jinsi nilivyo Mungu. Na mimi nikawa kama Musa. Haleluya. Kuna maswali mengine usikubali tu. Kuna mengine utakamuulize Mungu. Amina. Tena muulize kabisa maswali. Sema njoni tuhojiane. Sema njoni tuzungumze. Haleluya. Leta hoja zako kwa Bwana. Nikamwambia Mungu ni kweli, lakini Mungu katika kuamini pale Mungu yupo na kuamini juu ya mtumishi wake kuna 1 2 3 fanya kitu kwangu. Mungu akasema okay. Sawa, mimi nafanya, lakini fanya 1 2 3. Nikatii maelekezo na Bwana akafanya. Sema amen. Haleluya. Na Bwana akatenda. Sema amen. Kuna kitu natamani mtu wa Mungu ukibebe leo. Acha kujizofisha, acha kukata tamaa, acha kujivunja moyo mwenyewe. Wako wametengenezwa wanadamu ndivyo walivyo. Haleluya. Kuna mtu mmoja aliniambia kitu, okay, sasa Dr. Mlai yuko pale, sawa, naomba ndio. Nini na nini kinachoendelea ni nini? Historia ndefu. Lakini yuko kwa kusudi. Sema amen. Tuko kwa ajili ya kuwakamilisha watakatifu. Haleluya. Pointi yangu ya leo, ninatamani Musa ameondoka tayari. Ukiendelea kuyasoma maandiko itakuwa muda wote hauturuhusu sana, maana tuna mambo mengi mbele. Musa hata wakati anapeleka wana wa Israeli, hakuna mwana wa Israeli aliyemwonyesha njia Musa, bali ni Musa alikuwa anaelekezwa na Mungu. Haleluya. Mungu akawapa namna fulani ambayo mchana ndio ni wingu, lakini usiku ulikuwa ni nguzo ya moto. Lakini wakati wanafika mbele ambapo Mungu amewambia nendeni, wanashangaa kundi kubwa. Sasa tunakwenda wapi? Nyuma tayari kuna maadui, lakini mbele kuna bahari. Wakakufa mioyo yao
ikayeyuka, wakaona sasa Mungu gani huyu? Hivyo ndivyo walivyo wanadamu. Lakini sikiliza jinsi ambavyo Musa alitii maelekezo. Haleluya, alitii maelekezo. Sema amina. Amina zimekwisha. Amina zimeisha. Hata wewe mamlai kigelegele hamna. Haleluya, haleluya. Ngoja tuanze ubijei kwanza na nini, tuchekeshe watu. Sema amina. Ni sindano tunaigiza taratibu, ni lakini lazima tupone. Sema amina. Haleluya. Musa na wanamgeukia Musa tena, na hivyo ndivyo ilivyo. Na hili nimeligundua, na ndicho kilichoko kanisani. Wakati mshirika anapita kwenye mapito, ni rahisi kugeuka kwa mchungaji. Mchungaji, sasa hapa inakuwaje? Mchungaji, silisema Mungu anaweza. Hata mimi pia nimekuwa nikimsumbua sana. Haleluya. Kuna neno moja, siku moja mtoto wangu aliugua, nikamwambia mchungaji, ulisema hatutazika. Hatutazika. Na yeye akaniambia neno langu ni sheria na hatutazika. Sema amina. Na mtoto wangu alipona kwa namna ya ajabu. So wakati wa ushuhuda. Haleluya. Lakini wanafika mbele tayari mioyo yao ikayeyuka. Sasa tunaelekea wapi? Wakamrudia Musa, kumwambia Musa, unakuja kutuua hapa? Tumetuacha sasa tufie huko. Sasa angalia hapa kuna bahari, Musa tunafanyaje? Musa naye hakutoa akilini mwake. Sema amina. Usiona sababu anaenda tu mlimani na tamani ukiconnect na hiyo. Acha mawazo ya wanadamu, acha fikira zao. Wametengeneza hivyo, ndivyo walivyo. Haleluya. Hauwezi kuwapunguza na wala huwezi kuwasaidia. Sema amina. Wasikia sauti ya Mungu tu. Musa anaenda kwa Mungu, haya baba inakuwaje? Mungu anamwambia waambie waende. Kuna kitu nilijifunza kwa wale watu. Wakati wanaambiwa endeleni mbele, haukuangalia nyuma. Walitii neno la nabii. Haleluya. Haleluya, haleluya. Waliendelea kusonga mbele. Sema amina. Hata kama kuna bahari waliendelea mbele. Haleluya. Na wewe uko hapa, yamkini kuna bahari mbele yako, yamkini kuna mambo yanakatisha tamaa, hata ukiangalia huoni mwisho. Songa mbele. Haleluya. Bwana atafanya njia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mungu alifungua njia baharini. Sema amina. Nikiasikia hayo maandiko nikiyasomaga napata raha sana, kwa sababu hata mimi kwangu aisi amefungua njia. Haleluya. Amefungua njia. Haleluya. Mungu ana tabia ya kumtia moyo mtu. Sema amina. Ana tabia kujifunua pia kwako ili watu pia waone. Sema amina. Sema amina. Watu wanasonga mbele, wanaendelea kwenda, alafu uje uone. Ndio maana mimi mchungaji, askofu, usikate tamaa. Ilianza kwa Musa. Fikiria Farao anaona njia imetokea pale. Hebu fikiria watu wameona jengo limejengwa kubwa namna hii, alafu bado anyamazi, anaongea tu, anaona bado mambo yanaendelea, anaendelea tu, anaona bado watu wanaendelea kwenda kanisani, anaendelea tu. Wasikuvunje moyo. Haleluya. Walikuwepo hata wakati wa Musa. Sema amina. Haleluya. Walikuwepo wakati wa Musa, wanaona barabara imetokea baharini, alafu haijawahi tokea, lakini bado tu wanaenda kufuatilia. Msiende, rudini huko, njoni, tunataka tuwatumikishe. Kwa nini sijiongeze kwenye akili yake? Yamkini kuna watu wamefanya kuwa na Mungu mioyo yao migumu. Usikate tamaa, songa mbele. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo miongoni mwa vitu vya kujifunza, wale watu Musa alikuwa kiongea jambo, songa mbele, wanaenda. Walikuwa hawana muda kujadiliana. Haleluya. Na ndio maana baadaye walioinuka na wakina Kola, Mungu alifanya nini? Aliwaangamiza. Sema amina. Lakini walioambatana na mtumishi wa Mungu walifika salama. Haleluya. Mungu akupe neema asubuhi ya leo. Mungu akupe nguvu mpya asubuhi ya leo. Akupe ujasiri mpya, acha kujidhoofisha. Wewe ni Musa. Haleluya. Acha kujikatia tamaa. Nimekutana na maswali mengi hata tunapokwenda kufundisha. Hata juzi nilikuwa siku ya mama Manyara Karatu tarehe 8 ile. Nilikutana na maswali mengi sana. Watu wanasema mimi mwanamke nawezaje kuhubiri? Haya, okay. Kwa hiyo Mungu alikosea kukuumba mwanamke. Okay, mimi ni maskini nawezaje kuhubiri? Kwa hiyo Mungu alikosea kukupa uhai. Haleluya. Hakuna haja kujiuliza maswali. Sema amina. Yatakuja mbele, mimi nitasonga mbele. Haleluya. Mengine yatanifuata. Sema amina. Biblia inasema kwamba kwenye kitabu cha Nabii Torati kwa habari ya kusema kwamba itakuta kapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kufanya maagizo. Ni kwa kizao hivi. Nitakubariki sidi. Baraka zote zitakuja, zitakufuata. Wakati zinanifuata mimi natembea. Sema amina. Sema amina. Wakati zitakuja mimi nitaifanya kazi ya Bwana. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuna kazi moja tuliyobaki nayo duniani, ni kuifanya kazi ya Mungu. Sema amina. Na kuwasikiliza manabii na mitume
na kina Musa walioko kwetu. Haleluya. Labda kwa kufika mwisho niseme hivi, nitabaki tu nikitoa labda sadaka shukrani. Mimi namshukuru Mungu amenitoa mbali tangu nilipookoka na tabia kumsikiliza Mungu. Hata kama katika ugumu napenda kumsikiliza Mungu. Sikia, nilifika tu nilijizofisha mwenyewe kwa habari ya kuangalia wanadamu watanionaje, lakini Mungu akasema na mimi. Kuna kipindi niliingia maombi, Mungu akasema na mimi kitu na kufundisha kwa habari ya kusikia sauti na kufuata maelekezo. Iko sauti ya nabii wa Bwana, lakini iko sauti pia ya wewe Mungu kusema na wewe. Na anaposema na wewe unaona haelewi, huelewi, nenda kwa nabii wa Bwana. Maandiko yanazungumza hatukuyasoma, lakini alikuwa kwenye orodha kwa habari ya Samueli. Samueli alipokuwa akisikia sauti, akiitwa Samueli, Samueli alikuwa anakimbia kwa Eli. Kulikuwa na mtumishi mmoja na tunaifahamu hiyo story. Akaona kimbia kwa Eli. Ni kweli alisikia sauti, lakini alikuwa haelewi ni nini afanye. Kuna wakati mwingine Mungu anaweza akasema na wewe kitu, nenda kwa nabii aliyoko kwako. Haleluya. Ni kweli Eli alikuwa ni mzee, lakini alikuwa na tabia, alikuwa anajua, amejifunza kwa ajili ya kumsikiliza nani? Mungu. Sema amen. Tumekuwa na watumishi wengi anasema Mungu amesema na mimi. Kabla hujapitisha hiyo conclusion yako na Mungu, nenda kwa mtumishi aliyoko mbele yako. Haleluya. Mwenye uzoefu wa sauti ya Mungu. Sema amen. Sasa wakati Mungu anasema na mimi kwenye yale maono, nikaonyeshwa nilikuwepo mazingira fulani. Lakini yale mazingira tulikuwa tuko kwenye ibada. Lakini akaja mtu mmoja akanambia maneno mazito. Yale maneno yangetosha kunivunja moyo. Lakini nikamwambia Mungu, hujawahi kuniambia neno la kunikatisha tamaa. Nataka kujua. Nina tabia moja, Mungu akisema natamani kumhoji maswali mengi tu mpaka nipate kujibu. Na hii imenisaidia kwenye maisha yangu. Haleluya. Haleluya. Alafu kuna kitu nimejifunza, mtu aliyeokoka ni kama fiatu fulani. Ni kama mtu ambaye hana akili sawa, si ndio? Kuna mambo anaweza kuyafanya mpaka useme hivi ana akili timamu. Haleluya. Sisikiki, sieleweki. Sema amina. Mtu aliyeokoka kibinadamu, kikawaida anaonekana kama hana akili vizuri. Ya kwanza, naweza nikajiuliza maswali hivi, askofu anataka nini? Ana gari. Ananyenyekea kwa Bwana. Kama fiatu fulani. Haleluya. Sisi tukija kabisa sema ile ni maskini anataka abarikiwe. Anataka abarikiwe, lakini wapo watu wamebarikiwa sasa wanataka nini? Lakini ni kwa sababu kuna fuse moja ilishachatuka kwa ajili ya Bwana. Sema amen. Tulienda kwa mama Mlai, bibi Mlai. Unaweza kupotea. Tulienda jana nikamwambia tumishi wa Mungu Jackson, anamwambia nisubiri, wewe unaniacha hizi makona sitajua tunaelekea wapi. Haleluya. Lakini bado ana unyenyekevu kwa Bwana. Sema amina. Sema amina. Anathamini na anatambua umuhimu wa Musa wake. Haleluya. Na anafahamu pia umuhimu wa Mungu na sauti ya Mungu. Sema amina. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu, unalinda kitu gani? Ni kipi kinakufanya uwe hivyo ulivyo? Maana vyote utaviacha. Haleluya. Siku moja tumeenda kwa Kelvin, nikajua zile ni dhahabu meza. Kuna waliokwenda kwa Kelvin. Haleluya. Nyosha mkono kama ulifika. Ukifika pale, nilipofika pale nikasema sasa, akinipa hiyo moja tu. Nimetoka. Mezani. Kushikashika nikakuta ni meza. Haleluya. Haleluya. Umebarikiwa kama ni baraka unazozisema wewe wanazo. Lakini bado kuna neema iko juu yao ya kunyenyekea kwa watumishi wa Mungu. Haleluya. 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 Sijui nikwambieje mtu wa Mungu. Sikia, vyote tutaviacha. Una heri wewe uliyekuja kwenye ibada leo. Kuna mtu anakuambia mvua ilikuwa inanyesha. Don't worry my dear. Okay. Do you understand? Okay. Kulikuwa na baridi sana. Ila kazini anaenda. Ukimwona mtu anamlea, weka question mark. Kiingereza kipo. Haleluya. Haleluya. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu, tuna muda mchache sana duniani. Acha kujidhoofisha. Sema amina. Tuna muda mdogo sana. Haleluya. Wewe bado unajadili, lakini sisi tunakwenda. Haleluya. Ilikuwa mwezi wa pili nafikiri. Nilimngangania sana askofu. Nikamwambia askofu, nikawa kama nani aliyesema sitoki hapa mpaka unibariki. Sasa askofu, mguu wangu umevunjika tayari, lakini sitoki hapa mpaka unibariki askofu. Alichokifanya kitu kimoja sitakisahau. Alikuja tu nyumbani kwangu. Akasema sasa nakanyaga hapa, natibua tu mali. Waliofika nyumbani kwako wanajua Jackson amefika.
Naftali hajafika. Nafikiri waliofika wanajua. Haleluya. Na ni Mungu alifanya wasifike, maana leo ingekuwa ni hatari. Sema amina. Lakini nikawa namshangaa askofu anakuja. Iwe ni matope, ni mahali ambapo gari inabaki mbali. Yaani ufunge vioo yake na mlinzi asije kavunja hata vioo. Inabaki mbali, inabidi afike, lakini kwa moyo wake alikuwa anafika. Nikamwambia askofu, sasa tunataka huduma yenye matendo. Akasema siogope, mimi namuona Mungu. Alianza siku moja hapa akanitabiri, akasema sikuoni hapa, waliokuwepo walikuwepo, nafikiri nakumbuka. Hatukuoni hapa, na kwa Mungu akikuinua vyombo vingine. Na ndani ya wiki hiyo zilianza mialiko mpaka mingine ya huko Mwanza. Njoo tunakuhitaji, njoo fanye huduma. Na kwa sana mwambia askofu, unabii wako umetimia, lakini hebu nichagulie niende nikafanye huduma wapi? Maana kumekuja kama kuna mialiko inagongana. Anasema milango imefunguka, nilishakwambia. Na kweli ilifunguka. Haleluya. Lakini pia katika unabii wake ule kuna kitu Mungu alinielekeza. Akanambia toa sadaka. Nikatoa sadaka kwenye ule unabii na Mungu akafanya. Lakini haikuisha hapo. Yaani mpaka bado mnaliko ipo tu. Haleluya. Kwa hiyo wewe nikikwambia ni mhubiri wa kimataifa, sasa kuniangalia ukanipandisha ukanishusha, itakula kwako. Sema amina. Milango imefunguka, hivyo ndivyo ilivyo. Sema amina. Mungu anaangalia mtu aliyoko na moyo tayari. Haleluya. Haleluya, haleluya. Alafu kuna kitu nilikuwa nakipenda kwa Mungu. Sikia, siku za mwisho kwa Mungu utapewa mwili mmoja. Sijajua tutakuwa kama dada hapa wote, sijui. Sema amina. Sema amina. Tuache huko. Juzi kati mchungaji alipofika pale akasema natibua maji. Akatibua maji. Mimi maji sijamchotea maji, akatibua akachanganya pale. Ni kwa neno moja. Tukatulia, nikaendelea kunyamaza. Lakini siku pia naenda kuhubiri huku Manyara Karatu kwenye huduma, kulikuwa na vita. Nikamwambia mchungaji, huyo ni Mungu anataka niende au nisiende? Akasema nenda, hiyo safari siache. Siku nimetoka Karatu ndio nimemshangaa Mungu. Mtu mwingine kabisa, tofauti. Acha tu niseme hili. Haleluya. Acha tu nilizungumze. Tofauti kabisa. Eti niache kumhubiri Mungu eti na kuogopa wewe. Kwa sababu gani kwanza? Haleluya. Nilishangaa siku moja imeita, ni mtu wa miaka mingi sana huko. Ananiambia mama uko nyumbani. Namwambia ndio niko nyumbani. Nitakukuta, namwambia utanikuta ila saa 7 nitaenda kanisani. Ananiambia kama kawaida yako mama wa kanisa. Anambia ndio, lakini baadaye ananiambia basi nakuja hivi mapema. Akaingia tu pale. Baraka na nimefika njoo nipokee. Nikamfuata. Kumfuata nakuta yuko na mume wake. Mimi niliongea na mama, najua ni mama. Amina. Naongelea kwa baada kusikia sauti na kufuata nini? Maelekezo. Mimi nisikia sauti hiyo kufuata maelekezo, kutoa nini? Sadaka. Nilitoa sadaka moja ambayo mpaka nililia. Watoto wangu wanadaiwa mashuleni, hali ya maisha sio nzuri. Ningeweza kununua matofali hata nikaweka hapo. Lakini ananiambia tu toa. Nikatoa. Kumbe vile ningekuwa na washwa na kutoa ile, Mungu ndivyo alivyofanya kwa watu wengine. Na shangaa yule mtu anafika pale akamkaribisha. Mimi hata kama ninakaa chini ya mti, siko mahali nilipo. Si Mungu ameruhusu hapo. Dada yangu nampenda sana. Haleluya. Hebu simama kidogo maikitu wa mama, samahani lakini. Huyu anajua. Sasa hebu fikiria yule anakuja anakaa. Huyu anakajua nyumbani. Anakuja anakaa, anapaki na gari lake na anakuja anakaa. Akuogopa. Ila mimi ndio nilikuwa na ogopa. Lakini kwa kana msiogope. Sema amini. Tuache huko. Yule mtu akakumbuka tu ya aina tu akaniuliza vipi? Hivi kuna kabla una ramani yoyote ya kujenga hapa? Ambia kwa kweli ramani sina, ndio nilikuwa tunaitengeneza. Yaani kitani tu. Hivyo nilishangaa kesho yake na napigiwa simu. Aisee, waelekeze watu waje wabebe nini? Matofali. Singeshangilia hata kusaidia kupokea. Haleluya. Si ushangilie jamani. Haleluya. Sikia, kanisa la kwanza walikuwa na upendo. Kanisa la kwanza walikuwa na nia moja. Na ndio maana Mungu wao alitenda mambo. Haleluya. Hawakuwa na chuki wala wivu. Haleluya. Aliyebarikiwa niona kama nimebarikiwa mimi. Sema amina. Sema amina. Tofauti na kanisa la leo. Ikibaki yake nacha menwashi ngapi jamani? Nimepata mtoto wangu. Haleluya. Haleluya. Nikashangaa. Nikasiamini. Acha nikasiamini sijani nini. Maana siku moja kwa namwagilia nyumba ya jirani yangu na msaidia kumwagilia maji. Nikawa naomba Mungu na mimi siku moja nimwagilie nyumba yangu hata maji jamani. Nikashangaa. Nikawa namwambia Mungu na mimi siku moja gari nije kubwa na material. Hivi itakuwaje?
Unajua haya nayo yashuhudia kwa Adela kwanza ni kitu kidogo. Nyumba sana naye. Haleluya. Ni kitu kidogo. Kwa sababu ya nini? Hii ni michezo. Ila kwangu mimi ni kitu kikubwa. Haleluya. Kutoka kwenye play kuja kwenye tofali si ndio utukufu? Haleluya. Sasa kikakwambia yes, karibu keti hapa. Na naamini vitu tutenda. Kwani ukitaka siwaje katika standard. Haleluya. 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 Sikia, nikashangaa material yalikuja. Ndio Biblia hamna kama barabara ujue. Pale kwetu barabara hamna. Imeliwa sana na maji, lakini kwa namna Mungu alikoweka na kwa namna alipofika nyumbani material ni Bwana. Sema amina. Wewe ukitokea mshangao. Maana wanadamu wakikuangalia wakifika mwisho wanawekaga nukta. Huyu hatatoka. Huyu hayuko tena. Alafu ikachangia mume wangu ni mtu wa safari. Ikaonekana kwamba ni too much. Lakini nakumbuka maneno ya Askofu Liberty Shirima. Ndio maana nakwambiaje? Yaani kwanza Mungu alivyofanya, yaani Mungu anayaongea ongeza na mengine. Haleluya. Maana ndio kwanza hivi ndio tunaanza kuhubiri injili mpya. Haleluya. Ndio kwanza tunaanza kuatia wengine moyo. Haleluya. Kwanza tumemwona Bwana, sema amina. Hata Musa wakati ile fimbo imedondoka pale chini, moyo wa Musa ulitiwa nguvu. Haleluya. Akajua niko na Mungu, sema amina. Hata wakati akiweka mkono kifuani na akarudisha tena, Musa alitiwa moyo. Haleluya. Hata mimi sasa hivi natiwa moyo, sema amina. Ninamwona Bwana. Haleluya. Wale material kawepo. Alafu kitu kingine, nyumba ikasimamiwa na injinia. Yule injinia ni mkubwa kwa wakati kwa sehemu yake. Injinia anakwenda huko na huko. Lakini hata kama ameanza kwa sehemu na hapo kalipobaki Bwana atafanya. Kuna saa kwa mkuja nakuta mafundi wanajenga. Anasema hii tofali haiko sawa. Hata kama zimeshapata tatu kule, nikasema shughuli yangu kwa umeme. Anamwambia kutoa hizo zote, shusha na hizi. Nyumba ya mfalme inajengwa. Haleluya! 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 Tumembeba mfalme Bwana. Tunaye Yesu. Haleluya! Japo tunatabika kwa muda, lakini kuna wakati tutabarikiwa. Sema amina. Na askofu ananiambia na bado lazima kwa kumbe kubaya. Sikia nikwambia mtu wa Mungu. Wakati mwenyekiti wa mama nauma, tusingejua tungekuwa tunapakata yule mtoto. Akiyakumbuka ile makumbuka akasema nifungeni kizazi. Lakini anapomwangalia anasema jamani, hata kama kwa kweli ndaendelea tu. Haleluya. Maumivu ni lazima yawepo. Sema amina. Haleluya, haleluya. Ni kweli tunamhubiri Mungu wakati mwingine mtanaweza kujadili chochote, lakini sala Bwana ya kufanikiwa watafunga vinywa vyao. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Daudi alionekana hafai, lakini wakati anamuua Goliathi walimfanya kuwa mfalme. Sema amina. Lakini aliogopa kumtenda kitu Sauli. Kwa kuwa aligundua nipaka mafuta wa Bwana. Kuna kitu acha nipigie simu. Sijajua nini nitapata nafasi tena ya kusimama mbele yako, sijui. Lakini leo acha nikwambie, jilinde na kuenenda kwa mafuta wa Bwana. Inachelewesha baraka zako. Ni kweli umeshabarikiwa, una nyumba, una kila kitu, lakini ziko baraka zingine. Hakuna baraka kubwa ninaitamani kama ya kubaki na Mungu, halafu baadaye niendelee mbinguni. Haleluya. Hakuna baraka kubwa kama hiyo kwenye maisha yangu. Sema amina. Kwa hiyo Bwana akatenda. Siku moja nikamleta askofu pale, alafu unajua kila mahali kuna pembina. Haleluya. Kuna mtu kama sema njoni mnalala kwenye banda letu la nguruwe. Na kuangalia ile tunayolala na nguruwe vinafanana. Haleluya. Haleluya. Si Bwana ametenda. Siku ile nisingesema, singelizarau sasa. Sasa nini? Sema amina. Haleluya. Lakini kitu ambacho nimejishangaa tu, Mungu yupo hapa. Niwapeni hata maneno ya watu na usifuate chochote. Kuna kitu James anapendeka kukiongelea hapa. Sasa sijali anaongea ili apate mchumba, sielewi. Hayupo alafu hapa hayupo. Na kama anazungumza kile ambacho Mungu anamfanyia, Mungu yuko hapa. Nampenda sana kijana wangu. Haleluya. Maana nikapenda kusema Mungu yupo. Ila iongea tu kwa ofa. Sema amina. Kuna vijana wakija kanisani anaonekana na Mungu ila mpate dada. Nisameheni wa dada. Haleluya. Naongea tu jamani. Kama hauko hivyo sasa unaona nini? Au ndivyo ulivyo. Haleluya. Anakwambia kama mimi baba nimeona. Kuna vitu ameona. Sasa mimi bado tumepatana na James. Mimi nimemwona Mungu. Hauamini njoo kwangu. Haleluya. Nimemwona Bwana.
kuna muujiza Bwana amefanya na ataendelea kufanya. Naamini kwa neno la kinabii pia. Haleluya. Si kwamba mimi sikuwa na Mungu. Ngoja, kuna watu wanasema mimi mwenyewe na Mungu wangu. Wewe ndio una Mungu lakini unamhitaji Musa. Haleluya. Unamhitaji mbeba maono yako, sema amina. Acha kiburi, kila mmoja ana kalama yake. Haleluya. Yamkini kalama yangu mimi ni kukuchekesha tu na kukuweka sawa na kukupenda na kukwambia Yesu anakupenda. Lakini kuna mwingine atakuja kukujenga. Sema amina. Hivyo ndivyo tunavyopaswa kuwa. Haleluya. Kwa hiyo niseme tu kwamba Mungu yuko hapa. Na kuna maelekezo Mungu alinipa. Samahani kuyazungumza haya. Ila kwa kuwa sisi ni watu pia tunaotii sauti ya Mungu, acha tuitii pia sauti ya leo. Sema amen. Haleluya. Kwa kweli Mungu anatupenda. Nikimwangalia askofu mimi natiwa moyo. Nikiangalia kwenye ulimwengu wa roho, unamkuta amewekwa kwenye kichaka, yaani kichanja fulani, halafu chini kuna moto, lakini hateketei. Ukirudi ukimwangalia unakuta bado anaishi. Mimi nishampa mpaka nikamwambia wewe uishi wewe. Ulishakufaga. Maana ungeishi kibinadamu singekuwepo. Na kwa sababu tunaishi na mtu aliyekwisha kufa, ambaye ni mtu mwingine anaishi, kwa nini tusipokee vilivyoko kwake? Acha nikwambie mtu wa Mungu, kama kuna mapito wewe upiti kama nayo yapitia. Lakini namshukuru Mungu kwa kuwa Mungu alioko kitu kilichofanya vigane kwa Askofu Shirima na niendelee kuamini na niendelee kukaa pamoja na yeye ni vile ambavyo Mungu alioko ndani yake yuko ndani yangu pia. Huwa napenda kujifunza vitu fulani. Ngoja, kuna vitu ambavyo kweli kibinadamu hatuwezi kukufurahisha sana na hatuna haja kukufurahisha sana, kwa kuwa sina pia pa kukupeleka, sina sababu pia kukufurahisha. Haleluya. Ni kawaida tu ya wanadamu. Fikiria wakati wa Musa. Mungu amefanya miujiza wanaona, lakini wamefika kule jangwani, wamefika kule mbali, halafu wamesahau Mungu aliyoyafanya, walianza kulalamika. Kama tulikuja hapa kuna mambo Mungu ametutendea. Tusisahau tukaingia kwenye manunguniko, tukapozesha kale anayo Mungu. Sasa kuna vitu ambavyo Mungu alinielekeza. Kuna wakati fulani niliona maono fulani nikiwa hapa, lakini askofu wangu alikuwa amevaa vazi la zambarau. Sijajua ndo hili, sijajua ndo hilo au sio hilo askofu. Na kwa kuwa tunatii maelekezo, kama sio hili tunampa nafasi kabali. Haleluya. Kama ni hilo basi tutafanya kile Bwana ametuagiza kufanya. Sema amen. Uzuri naamini pia ni nabii na anafanya mambo ya kinabii. Kwenye yale maono nilimwona askofu akiwa amevaa vazi la zambarau. Na Mungu amebariki pia kwa kushona hilo vazi la zambarau. Na ndipo niliposema kumbe Mungu yuko. Na anasema wakati amevaa ile vazi la zambarau, lakini ghafla alikuwa ameketi tu mahali hapo, lakini sadaka zote zilitolewa kwenye miguu yake siku hiyo. Zote zikatolewa kwenye miguu yake. Na baada ya pale watu wachache, sijajua ni wewe au yule kule, kulikuwa na maua ya zambarau kwenye mikono yao. Wakati wanaanza kutoa watu, wakati wanaondoka, kila mmoja nikaona kiwa na maua ya zambarau. Sijajua zambarau maana yake nini, ila nikamuuliza pia askofu, zambarau maana yake nini? Kwa hiyo naamini katika kutii kile ambacho Mungu anatuelekeza kufanya. Nikwambie kitu, hebu tii kile ambacho Mungu anakwambia. Najua kuna vitu Mungu anasema na watu, halafu saa Mungu anasema pia kuna sauti zingine zinakuja. Ndio maana mwanzoni nilikwambia kuisikia sauti na kufuata maelekezo kuna faida. Lakini pia usipoitii kuna kuangalia pia. Sema amen. Utabaki unasema mimi nimeokoka miaka mingi, utabaki unatafuta tu kasoro, utabaki unatafuta tu dhambi ambazo zingine hata zikuhusu, utabaki unatafuta vitu fulani, kumbe shida iko kwenye kutii sauti ya Mungu na kufuata maelekezo. Haleluya. Haleluya. Mimi nilitii ile sauti, nilimshangaa Mungu sana. Kwa hiyo nakwambia nilimshangaa Mungu. Kwa kipindi ambacho ni kigumu sana, afu ndio kipindi Mungu anajitukuza. Anakwambia usiogope mwanangu, niko pamoja na wewe. Haleluya. Haleluya. Uzuri wewe una ndugu na jamaa na wote wamefanikiwa. Sasa unajikuta kwamba unahubiri injili katikati ya watu, alafu na wewe una kitu chochote. Lakini Mungu anasema vyote ni vya kwangu. Alafu unakutana na mtu ambaye anakutia moyo kwa kusiogope. Maono ya juzi nimeona nikiwa napanda mlima mrefu sana. Nikiwa napanda mlima mrefu, lakini ninachokikumbuka walikuwa watu baadhi na wengine wako hapa, lakini ninachokikumbuka kwenye yale maono nilisikia tu sauti ya askofu.
ikiwa ananiambia songa mbele, nilikuwa napanda panatisha sana ule mlima, ananiambia songa mbele, nenda, usiangalie nyuma, kuna bonde refu sana, hilo bonde linatisha, usigeuke nyuma. Nikawa nazidi kupanda, na ndo hiyo wiki Mungu alifanya mambo makubwa. Haleluya, 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 haleluya. Mungu amefanya mambo makubwa. Upende usipende, Mungu yuko hapa. Alafu sikia kitu kingine, ukiona hayupo kwa ni watu wakosea masharti, na ukiona vipi kinya tu, usikosee Mungu. Sema amen, sema amen, sema amen. Haleluya. Askofu, Mungu akubariki sana. Unajua, nilipita kwenye mapito mpaka watoto wangu wakawa wanashindwa kuelewa Mungu niloko naye. Mama na Mungu, kama ni kufunga nafunga, kama ni nini unafanya, kuna nini? Kuna saa unapita kwenye mapito, ni kawaida, hiyo ni kawaida tu. Hata Ayubu aliambiwa na kitenzi chake, anamwambia huna Mungu wewe. Kumbe kuna vitu ambavyo Mungu alitaka afanye kwa ajili yetu pia. Haleluya. Sijui unapitia wapi, sema amina. Sijajua kwa nini nasikia kuhimiza kufanya hivi. Sijui unapitia wapi, acha wazungumze, acha waseme yote, acha wamalize. Alafu kwa nini Mungu hajafanya? Kuna watu bado hawajasema. Haleluya. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako pia kwa yale uliyoyasema. Yamkini kuna mambo uliyasema sio unayajua tu. Hata tukipita kuna mambo nazungumza. Mimi nakushukuru ulisema. Kuna wakati mchungaji anaongea maneno magumu, mimi naogopa sema wewe furahi unapopita kwenye mapito. Ni sawa maandiko yameandika ni sawa. Lakini wakati mwingine nasema mimi nafurahia mapito, lakini nasema mchungaji wewe hujui tu. Kwa sababu labda wewe mwanaume. Anasema hapana, watumishi wote walipita kupagumu na ndio baadaye wakapata mema pia. Haleluya. Tunajifunza nini kwa kina Shadraka? Si walipitia, lakini walikuwa baki na imani moja, tutabaki na Bwana. Haleluya. Sijajua ni wapi unapitia. Hebu baki na Bwana, tuseme amina. Aliyevitengeneza ni Bwana. Haleluya. Aliyeviweka ni Bwana. Haleluya. Iwe ni uzima, iwe ni afya njema, iwe ni vitu vya dunia, aliyevitengeneza ni Mungu. Haleluya. Kwa hiyo kuna sababu ya kujivuna pia kwenye hii madhabahu ya kwamba nimemwona Mungu. Si maneno ya askofu tu. Mimi nimemwona Mungu. Sasa anayemhubiri nani? Askofu. Sasa hivi watoto wangu mwingine kananiambia sasa mama, kwa kweli tunaamini na Mungu. Na sasa mama, sisi tutawaambia wote kwa askofu. Haleluya. Lakini wakati naomba, wakati napita kwenye matope, wakati mwingine walitamani kusema na wasiwache tu. Lakini naambia hapana. Kuna kitu nakiona hapa mbele. Leo wanaweza wakafurahi na kuendelea pia kufurahia kwa habari ya mtumishi wa Mungu. Sema amen. Sema amen. Kuna kipindi tunapita na Mungu anasema tulia tu mwanangu, haijalishi unapita kwenye magogore, mimba, matope, wanainuka tu, simama tu maadamu ni Mungu amesema pita, wewe pita. Usiogope. Mungu yuko pamoja na wewe. Haleluya. Kwa kufikia hapa labda niulize meza kuu. Tungepasa siku moja, jana nilikuwa namwambia mchungaji, tunataka siku moja tufanye tu andamano. Tumtoe huko mpaka kule. Haleluya. Karibu askofu. Sikia, mimi nampenda. Hapo wengine wanatafsiri vibaya. Huo ni ushamba wa kiroho. Haleluya. Nikimwambia kaka nampenda, unaweza kufikiria upuzi. Mimi nampenda kwa sababu yale Mungu anafanya. Haleluya. Yule ndio Anita tungesha mzika. Haleluya. Dada Mary tungesha mzika. Haleluya. Hata wewe kuna mambo Mungu amefanya. Haleluya. 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 Tuseme nini sasa? Na nini asingekuwa na mtoto? Jackson asingekuwa na mtoto. Tukisema tunampenda unaanza kujadili vitu fulani. Haya basi tunampenda kwa hivyo unavyojadili. Umepokea, umefurahi? Acha ushamba wa kiroho. Mpende Bwana. Haleluya. Zamani waliwapenda watumishi wa Mungu. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Basi muda wangu ngoja niache. Karibu askofu. Haleluya. Tazama makofi kwa mwanzo. Amen. Kuna wakati nilikuwa naambia watu Mungu akunyime vyote. Akikunyima urefu anaweza akakupa panchi ya kuhubiri. Kuna mtu mrefu lakini hawezi kutoa material hii. Mpe Yesu makofi kwamba Yesu asifiwe. Naamini hata ungempa mpaka jioni angehubiri tu, kwa sababu
yale anayoyahubiri ameyaona kwake. Na wakati mwingine ananiambia inawezekana kweli, kaambia inawezekana. Na Mungu aliponiambia nikatamke neno la kutibua, nilifanya hivyo. Na leo kienda kule kumejaa material na nyumba nilienda kuiombea. Haleluya. Sitaki kuongea kwa sababu kuna muda wa ushuhuda, nisiendelee na haya mengine. Naomba nikazie ujumbe huu kwa Zaburi ya 103 mstari wa 7. Nikazie ujumbe huu wakati wale wa shukrani wakijiandaa, lakini nikazie ujumbe huu. Kuna mtu ambaye akiingia ibada anabaki tu kwamba alichekesha, alifanya nini. Chukua kile ulichokisikia. Zaburi ya 103 mstari wa 7. Zaburi ya 103 mstari wa 7. Alimjulisha Musa njia zake. Alimjulisha Musa njia zake. Wana wa Israeli matendo yake. Wana wa Israeli matendo yake. Kwa hiyo Musa anajua njia. Musa anafuata maelekezo. Musa akiambiwa fanya hivi anafanya. Kwa hiyo alifuata njia za Mungu, alifuata maelekezo. Ila wana wa Israeli hawakukaa katika kufuata maelekezo. Naomba niseme kitu kwenye haya maneno mawili. Kuna watu wako hapa, usipotoa unabii kanisani, usipoombea wagonjwa, anasema ibada ya leo haiko vizuri. Huo ni utoto sana. Kuna zaidi ya unabii. Ndio maana mimi kujenga mazoea. Ingekuwa kila siku natoa unabii, maana nina unabii. Lakini nataka ujengwe kwamba Mungu wetu ni wa tofauti kila siku. Hatumfanyi kwa mazoea. Inapotokea basi tutaanza kutoa unabii na mnaona. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wana wa Israeli hawakuja ili wasikie Mungu anaongea nini. Walikuwa wanatamani kuona Mungu anafanya nini. Hiyo kuna tofauti ya? Kuna tofauti ya kuingia kanisani ili usikie Mungu anaongea nini, na kuna tofauti ya mtu anayeingia ili aone Mungu anafanya nini. Sauti ina nguvu kuliko matendo ya Mungu. Unanielewa? Sasa hawa watu wana wa Israeli hawakuwa na Mungu anaongea nini. Walikuwa wanataka waone muujiza mfanyika, wamekula mikate, muujiza mfanyika, shamu imegawanyika. Ndio wanataka kuona ili wajue Mungu yuko. Lakini kwa habari ya sauti alikuwa na ufahamu Musa peke yake kwamba Mungu unasema nini. Kuna mahali tunakwama, sema neno. Mungu anamwambia chukua hiyo fimbo, piga ya maji yatagawanyika. Mungu hapa kwenye tuna njaa hapa na hapa ni jangwa. Mungu anamjulisha, hebu semesha huo mwamba, mwamba utatoa maji. Kila alikoelekezwa mafanikio yakawepo. Heri wewe unayesikia sauti ya Bwana. Narudia tena, heri wewe unayesikia sauti ya Bwana. Amen. Ipende sauti ya Mungu. Leo Mungu ameongea, yamkini kwa mahesabu ya wengine. Amesema mhubiri kwamba huwezi kumlazimisha mtu awe mwanadamu ndivyo alivyo. Kuna mtu mmoja anasema ibada ya leo hatujaombewa. Hakuna mtu amesema wewe fulani unaumwa kichwa njoo hapa. Ibada ya leo, yani hakusikia. Nguza mwenzako huko kwenye kundi. Wewe umesikia sauti ya Mungu? Ai, ibada yako imeharibika. Yesu asifiwe. Sikia sauti. Sauti ndio inafanikisha. Sikia maelekezo. Itakuwa utakaposikiliza kwa bidii. Kumbukumbu la Torati 7:12. Utakaposikiliza kwa bidii sauti ya Bwana au maagizo ya Bwana Mungu wako,
akuagizayo leo. Kumbukumbu la Torati 7:12. Anasema ukatii, ukafuata, ukasikiza hizo hukumu zote, ndipo baraka hizi zitakapokujilia. Ndio maana wengi wanaokimbilia maombi maeneo mbalimbali hawafanikiwi, lakini wanaotulia kusikia sauti ya Bwana wanafanikiwa. Na kwenye madhabahu hii na kanisa hili, wengi waliofanikiwa hapa ni waliofundishwa. Mimi nikikaa na wewe ukakubali kutii, utamuona Mungu. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Nafikiri Diana mnamkumbuka, alishuhudia hapa, nikirudia kwa wale ambao wapo. Alipokuja hapa walikuwa wamepanga. Sasa wale wamezoea ukisikia maombi. Alipokuja nikamwambia sitakuombea sana, leta notebook kukaa hapa nikufundishe. Sasa akawa anaangalia, anasema mwanzo hakunielewa. Afu nikawa nampa maelekezo. Utakwenda kwenye baba, kaambia sio nyumba tu, na mtoto wa kike unayemtaka utapata dabo. Ulipoendelea na mafundisho na maelekezo, nikamwelekeza vitu ambavyo niliwahi kuelekeza hapa wa kufanya, akafanya. Leo yuko kwenye nyumba, nafikiri tulienda Jackson anapofahamu. Jana tulikuwa nao hapa, wanaomba kubatizwa. Uchukue msabato na Mwanglikana mbatize, amemwona Mungu. Amen. Yesu asifiwe. Yesu. Lakini pia amekuja mwingine ambaye alipitishwa na rais kwa champion wa taifa, na yeye alipoelekezwa kwa muda mfupi amemwona Mungu. Nafikiri wanakwaya wa mama hapa walikuwepo, walikuja sema baba yangu ni shirika. Na akaniambia kwa namna hii na mimi nataka ukanibatize. Baba, taenda pia na mtu mkubwa kwenye nchi hii kubatizwa, wale mnaenda kubatizwa. Maelekezo, hajaombewa sana. Sio naombewa mpaka kipara kinatoka. Tafuta maelekezo. Mwangalie mama vizuri hapo, unaweza kukuta kipara kimeingia, maana mikono imepita mingi hapo. Yesu asifiwe. Shangilia Yesu kwa ajili ya mwalimu wetu. Sema maneno haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako. Umenileta kwa ajili yangu. Mimi ndio ninayepaswa kusikia sauti, kusikia maelekezo. Bwana, nifungue masikio yangu na macho yangu, na tamani kusikia ili nifuate, na nikifuata nipate kufanikiwa. Yesu, sawa sawa na neno lako hili nililolisikia, nipe neema ya kusikia na kutii katika jina la Yesu. Amen. Shangilia Yesu. Sitaki kuongeza mengi, lakini nasema sikia maelekezo ya tii. Mungu anao uzima wako. Mungu anazo baraka zako. Nilipokuwa naomba wakati fulani hapa, ndio maana nikakwambia sikukuita upige plasta, sikukuita ujenge hizo chemba, sikukuita habari ya kumwaga zege mpaka ngazi hizi. Niliamua kupambana kwa sababu nilisikia na nilipewa kiwango cha fedha ambacho wakati huo natamani hata urudishi kwa baba hii kama, lakini akasema mimi nimesikia, na haikupita mwezi mbili yakatendeka aliyotendeka. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Akatelewa zaidi ya alichofanya. Yakini kuna sauti Mungu anaongea na wewe, kuna maelekezo unapewa kuyatii. Umeelewa? Hii familia ndio kwa nasema hivi tu kaleta mlango ni zaidi ya milioni moja. Akaamua ya kukaa. Alisikia, akapata maelekezo. Sasa hivi sasa kuna mmoja akapata maelekezo.
lakini leo ana ushuhuda kwa kile Mungu alifanya, sababu alisikia maelekezo. Naomba Mungu akufungue usikie maelekezo ili mambo yako yaende sawa. Amen. Yesu asifiwe. Ningeomba vijana wataiba wimbo moja, alafu wakati tukijiandaa na sadaka. Nimefurahi kumwona pia Dr. Mlali, lakini pia nimefurahi kumwona Joshua. Kwa kweli, hebu punga kidogo Joshua. Haleluya. Habari tukimwona mwenyekiti wa wanawake, ndio ana baba. Ndio kaona maono. Na Joshua ndio mwenyewe. Ndio maana amekaa nyuma yake, sio kaona maono. Haleluya. Pe Yesu makofi. Na wala shukrani mtajiandaa.